Mungu anataka kufanya nini katika maisha yangu. Naomba unisikilize vizuri, Roho wa Bwana akusaidie kuelewa haya ambayo tunaenda kujifunza. Mungu anataka kufanya nini katika maisha yangu. Yesu Kristo aliwaambia wanafunzi, sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Lazima nami nikawaweka mpate kuzaa matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka uelewe ya kwamba wokovu huu tulionao, kuzaliwa huku mara ya pili tuliko nako, sio kwa sababu yetu sisi, ila ni kwa sababu yake yeye aliyetupenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uko hapa mtu wa Mungu. Amen. Ni Mungu ndiye alianzisha wazo la wokovu. Ni Mungu ndiye aliyekusudia ya kwamba tumjue yeye. Yeye ndiye aliyeshuka kwa ajili yetu, akafa na kufufuka kwa ajili yetu, ili sisi tuwe na maisha mapya. Sasa yote haya lengo lake kuu ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya mimi kumwamini Yesu Kristo, ni mambo gani ambayo Mungu huwa anayafanya katika maisha yangu? Ni nini ambacho anataka kutoka kwangu? Ni uelekeo upi anataka kunipa katika maisha yangu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa cha kwanza tunaanza moja kwa moja. Nimekwambia anasema sio ninyi mlionichagua mimi. Kama alituchagua yeye, haikuwa bahati mbaya. Alifanya maamuzi na alikuwa na kusudi fulani. Alikuwa na kusudi gani? La kwanza, amekusudia kubadilisha maisha yangu na kunipa uongozi na uelekeo. Hebu sema, amekusudia kubadilisha maisha yangu. Amekusudia kubadilisha maisha yangu kwa kunipa uongozi, na uelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pasipo Mungu hakuna maisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakuna maisha. Biblia inasema ndani yake Yesu Kristo ndimo kulikuwa na ule uzima. Anasema na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Maana yake pasipo ule uzima watu walikuwa wamepotea. Hata kama walionekana wako duniani wanaishi, lakini wamefanyaje? Wamepotea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuona watu wanajenga majumba. Unaweza kuona watu wanaenjoy, wameenda wapi, lakini pasipo Yesu Kristo wamepotea. Huwa napenda kuangalia mfano. Ukimchukua samaki kutoka kwenye maji mara ya kwanza tu, utaona anafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Utaona analukaluka, si ndio eh? Haleluya. Yaani analukaluka ni kama anataka kwenda sehemu fulani. Kama huelewi unaweza kusema basi huyu jamaa anacheza mziki mzuri, anafurahia maisha. Lakini kumbe ndio anafanyaje? Anaishia. Baada ya muda fulani hutaona yale makeke. Baada ya muda fulani hutaona zile namna, kwa sababu hayupo katika chanzo cha uhai wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa Mungu amekusudia kubadilisha maisha yangu kwa kunipa uongozi na uelekeo. Nilipokuwa niko duniani, nilikuwa na maisha fulani, nilikuwa na namna fulani, nilikuwa na vitu fulani na vitafuta, nilikuwa na vitu fulani na vitaka. Lakini sasa nimemwamini Yesu Kristo. Sasa nimepokea huu wokovu wa Yesu Kristo. Kuna uelekeo fulani ambao Mungu anataka kunipa. Kuna uongozi fulani ambao Mungu anataka kuachilia juu ya maisha yangu. Kwa sababu pasipo yeye haiwezekani sisi kufanya chochote. Pasipo yeye tayari tuko katika upotevu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unanisikia vizuri mtu wa Mungu? Sema amekusudia kubadilisha maisha yangu. Amekusudia kubadilisha maisha yangu. Sema tena, amekusudia kubadilisha maisha yangu. Amekusudia kubadilisha maisha yangu kwa kunipa uongozi na uelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa nimemwamini Yesu, maisha yangu yanakwenda kubadilishwa. Ananipa uongozi na uelekeo. Uongozi tulionao ni uongozi wa Roho Mtakatifu.
na neno la kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia uongozi wa Roho Mtakatifu na neno la kweli, nitaanza kuelewa nini ninapaswa kufanya, namna gani ninapaswa kuishi. Kwa sababu sitakiwi tena kuishi kama nilivyokuwa naishi mwanzo. Sitakiwi kuwa na namna ambazo nilizokuwa nazo mwanzo. Inawezekana nikaonekana mtu yule yule, lakini kwa sababu sasa nimempata Yesu, kuna aina mpya ya maisha yameanza ndani yangu. Kuna aina mpya ya uhai umeanza kufanya ndani yangu, ambao unanichukua na kunipeleka katika kusudi lake kamilifu. Biblia inasema ni Mungu atendaye kazi ndani yetu. Hebu sema, ni Mungu anayefanya kazi ndani yangu. Ni Mungu anayefanya kazi ndani yangu kwa ajili ya kulitimiza nini? Kusudi lake jema. Kwa hiyo wakati nimemwamini, kuna namna inaendelea ndani yangu. Anaanza kushughulika na vipaumbele vyangu, anaanza kushughulika na machaguzi yangu, anaanza kushughulika na mtazamo wangu, anaanza kuniambia, mwanangu, wewe si wa hivi. Kwa naanza kujitambua ya kwamba mimi ni wa hivi na napaswa nielekee namna fulani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananisikia vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mtu akimpata Yesu Kristo, kama anapata huduma ya neno la Mungu na Roho Mtakatifu kwa mwendelezo, baada ya muda fulani hautamtambua yule mtu. Utasema umekuwa kitu cha ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Akiongea hakutakuwa na uhusiano wa sasa na zamani. Ukiona anafanya vitu, utaona matokeo ya tofauti ya sasa na ya zamani. Kwa sababu gani? Kuna maisha mapya yameanza kufanya kazi ndani yake. Huyo ni mimi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sijui wewe, ila mimi naelewa. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Unanisikia vizuri, mtu wa Mungu? Kwa anaanza kushughulika na ndani yako. Anaanza kushughulika na vipaumbele vyako. Amen. Amen. Anaanza kushughulika na ndoto zako zilizokuu ambazo ulikuwa unataka kutimiza. Anakubadilisha. Na wakati wote unapofuata namna yake. Unajua Yesu alisema hivi, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na nini? Anasema nami nitafanyaje? Nitawapumzisha. Alafu anawaambia tu sio mje. Anasema jitieni nira yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kwa nini Wakristo bado wanahangaika? Kwa nini Wakristo bado wanasumbuka? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu wamempokea Yesu, lakini hawataki kujifunza namna za Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wamempata Yesu, lakini hawasumbuki na ufalme wa Mungu. Wako na namna bado za ulimwengu. Kwa sababu bado wako na namna za ulimwengu, hawataona kusudi la kimungu likitimia katika maisha yao, kwa sababu wanamfuata Yesu, lakini bado wameshikilia namna za ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati tunajifunza hivi, utaanza kuona Roho Mtakatifu anakukwambia kwa habari ya mambo kadha wa kadha ambao unatakiwa uyaweke vizuri. Unabidi ubadilishe uelekeo. Atakuwa anakukumbusha maeneo kadha wa kadha ambapo alikwambia usiende huku. Bwana Yesu asifiwe. Elekea huku. Utaanza kuona ya kwamba okay, kwa nini aliniambia natakiwa nifanye hivi? Kwa nini aliniambia natakiwa niende kwa namna gani? Kwa sababu gani? Ni Mungu atendaye kazi. Sikiliza, Mungu anakupenda sana. Mwambie jirani yako, Mungu anakupenda sana. Hebu fikiria, alikufa msalabani kwa ajili yako. Alistahimili yale yote kwa ajili yako. Na sio tu akuokoe na dhambi, ila alikuwa na mpango wa kuleta tofauti ili uwe ushuhuda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Si ndio? Hebu sema mimi ni nuru ya ulimwengu. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Kwenye mtaa wako wewe ni nuru kweli? Kwenye biashara yako wewe ni nuru kweli? Bwana Yesu asifiwe. Kazini kwako wewe ni nuru kweli? Haleluya. Anasema watu wayaone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye wapi? Mbinguni. Haya, kama wewe ni nuru, watu wana ushuhuda hiyo,
wanasema kweli Mungu yupo. Umemwona fulani? Kweli Yesu anaweza. Umemwona fulani? Kuna shuhuda hizo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Zipo shuhuda hizo. Naona wachache ndio na ujasiri hadi wanapunga mkono. Wengine Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema ananipa uongozi ndani yangu. Ananipa uongozi ndani yangu. Kwa anakupenda sana. Akasema jifunzeni kutoka kwangu. Baada ya kutoka huko ambako kila mtu anasumbukia kwa jambo fulani. Wengine wanasumbukia mali, wengine wanasumbuka na dhambi, wengine wanasumbuka na tamaa, wengine wanasumbuka na vyeo. Anasema njoni kwangu wote. Anasema nami nitawapumzisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anasema jitieni nira yangu. Maana yake kile anachokitaka yeye na sisi tukitake. Bwana Yesu asifiwe. Uelekeo alionao yeye na sisi tuwe nao. Unajua nira, ukifungwa nira na mtu ni lazima uende kule anakotaka kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Utembee vile anavyotaka kwenda, ufanye vile anavyotaka ufanye. Anasema jitieni nira yangu, mkajifunze kutoka kwangu. Anasema kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wapole na wanyenyekevu wa moyo tuko hapa. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Anasema nanyi mtapata nini? Raha. Sema ninaona raha. Ninaona raha. Okay, sasa haitakiwi kuwa ukiri. Bwana Yesu asifiwe. Haitakiwi ninaona raha, ninaona raha. Ninaona raha. Haitakiwi kuwa ukiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani inatakiwa wewe ni maisha yako ya kawaida. Ukiamka asubuhi, haleluya, una raha ndani yako. Ukianza kuimba, unaimba ndani yako, una raha. Unaenda kazini, una raha ndani yako. Hauna nini? Kuna ule wanasema stress. Yaani hapa nimetibuka vibaya mno. Yaani nimechafukwa. Sijui hata huko nakwenda itakuwaje. Yaani wewe mwenyewe unajua yani huku ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unanisikia vizuri mtu wa Mungu? Kwa nataka akupe raha. Kuna aina fulani ya maisha ambayo utaya experience, utayaishi kwa sababu ya kufuata uongozi wake. Kwa nini unasumbuka sana? Kwa nini uko stressed sana? Kwa nini unapoteza amani mara nyingi? Kwa nini unapoteza furaha? Ni kwa sababu unaelekea namna yako. Unalitaja jina la Yesu, lakini unaelekea kwa namna yako. Hutaki shauri la Bwana, hutaki kusudi la Bwana. Kwa kadri unavyoenda ndivyo ambavyo unatingwa zaidi. Lakini ukielewa, anasema nitakupa raha nafsini mwako. Haleluya. Haleluya. Sema raha. Oh, unaelewa raha? Raha nafsini. Kwa anataka kubadilisha maisha yako kwa kukupa uongozi na uelekeo. Na najaribu kuelezea ni kwa kupitia ule uongozi wa neno, ule uongozi wa Roho Mtakatifu. Unaanza kuelewa, okay, kumbe niko hapa kwa sababu fulani. Unajua kila mtu anazaliwa, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Na kama umepitia maisha fulani, asilimia wengi wanasoma shule ya msingi, wanasoma labda sekondari, wengine wanaenda hadi vyuo, au wengine wanafanya biashara, wanajenga nyumba, wananunua magari, labda wanafanya hivi. Lakini kipi cha ziada katika maisha ukiachana na maisha hayo ya kawaida? Unanisikia vizuri mtu wa Mungu? Haleluya. Kama kubarikiwa na Bwana, kama kuwa na Mungu ni kuwa na vitu vya ulimwengu, basi hata watu wa mataifa nao wana nani? Wana Mungu, kwa sababu nao wana nini? Wana vitu vya ulimwengu. Lakini nini cha ziada? Amen. Bwana Yesu asifiwe. In fact, ukiwa na Mungu lazima vitu vyote, anasema ufalme wa Mungu na mengine yote mtafanya, mtazidishiwa, vitakuja kwa wingi.
lakini hicho sio kiini cha yote. Amen, haleluya. Sio kiini cha nini? Cha yote. Na nimekwambia kwa nini watu wengi wanashughulika au wanasumbuka japokuwa wameokoka. Wana huzuni, wana changamoto fulani, wana magumu fulani ambayo yamekaa muda mrefu bila kutatuliwa. Ni kwa sababu wamesahau kiini cha yote na wamefuata mengineyo. Umenielewa? Anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengineyo mtafanyaje? Mtazidishiwa. Kwa watu wa Mungu wamempata Yesu, lakini wako kwenye mengineyo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wako kwenye nini? Mengineyo. Wako kwenye mengineyo. Angalia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalia tu maisha yako, utaelewa kama uko kwenye kiini au uko kwenye mengineyo. Sio kwamba tusifanye kazi, tufanye kazi kwa bidii. Neno la Mungu linasema, lakini pia tumtumikie Bwana Mungu kwa nini? Kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tuelewe kusudi letu kwa bidii. Kwa anataka kutofautisha. Kusudi la Mungu litakutofautisha. Hautaishi tu, utaacha alama katika kizazi hiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, hautaishi tu, hautaishi tu, ila utaacha alama. ila utaacha alama. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Utaacha alama ya kwamba wakiongelewa Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wakiongelewa watu fulani waliokuwepo mji fulani kwa wakati fulani, na wewe upo hivi, unaelewa kuna malaika wa Mungu anayeandika maisha yako. Kama ambavyo tunasoma hivi, Danieli akapata kibali mbele za mfalme. Huyu Danieli akafanyaje? Kuna maisha yako mtu anaandika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Fulani akakosa Jumatano, akakosa Ijumaa, hakufunga mwezi mzima, hakufanyeje? Kuna mtu ana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unanisikia vizuri mtu wa Mungu? Hebu fikiria historia, kitabu chako kitakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unanisikia vizuri mtu wa Mungu? Kwa anataka kupa uongozi na uelekeo. Sasa nimekwambia kuna zaidi ya hivi vitu. Kuna zaidi ya maisha haya ambayo tulionayo. Kuna maisha zaidi ya kupata vitu. Kwa sababu lengo sio kupata vitu. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko hapa, lengo ni kwamba Mungu akufanikishe katika biashara yako, umepotea haswa. Kama uko hapa, Mungu akufanikishe katika shamba lako, umepotea haswa. Kwa sababu hicho sio kusudi la Mungu kuokoa wewe. Yesu akufa msalabani ili wewe uwe na shamba zuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unanisikia vizuri? Kwanza uelewe mpango wake mzuri kwa ajili ya maisha yako, kwa sababu ana mpango mzuri kwa ajili yako. Unajua Biblia inasema hivi, mlee mtoto katika njia ifanyaje? Impasayo. Anasema naye hata iacha hata atakapokuwa nini? Mzee. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna njia fulani, sio kila mtoto anatakiwa afanane na wa fulani. Kuna njia fulani ambayo anakuja nayo. Kwa Mungu ana uelekeo wa mtu, ana hatima ya mtu, ana kusudi la mtu tokea akiwa tumboni mwa mama yake. Amen. Haleluya. Na anataka wakati upo duniani uwe umelitimiza hilo jambo. Wakati uko duniani uwe umelifanikisha hilo jambo. Na amekusaidia, amekupa roho wake, na ameweka neno lake kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko vizuri hapo. Zaburi 32 mstari ule wa 8. Zaburi 32 mstari ule wa 8.
Anasema nitakufundisha. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Naomba turudie tena. Anasema nitakufundisha. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Turudie tena. Anasema nitakufundisha. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nitakufundisha na kukuonyesha. Hebu sema ananionyesha njia. Ananionyesha njia. Sio kila njia ni ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Unanisikia vizuri? Sio kila njia ni ya kwako. Anasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoielekea. Sio tu hivyo, anasema nitakushauri jicho langu likufanyaje? Likikutazama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Soma mifano yote ya watu kwenye neno la Mungu, utaona mara zote Mungu alipokutana mtu, cha kwanza alimpa uongozi na uelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Uongozi na uelekeo, namna anavyotakiwa kuishi, namna anatakiwa kufanya, wapi anatakiwa kwenda, mwisho wa haya yote utakuwaje. Mungu alimjulisha kila aliyekutana naye tokea mwanzoni wakati anakutana naye. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sio kila njia ni nini? Ni ya kwako. Zaburi 23 anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na nini? Na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unifanyaje? Unilaza. Hebu sema majani mabichi. Majani mabichi. Maana kwenye pesa nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu wewe majani hayakuhusu. Ila ni nini? Mali nyingi. Anasema hunilaza. Alafu anasema kando ya maji ya utulivu ufanyaje? Huniongoza. Alafu huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki. Hebu sema katika njia za haki. Katika njia za haki. Sikia vizuri. Anasema katika nini? Njia za haki. Anasema natembea katika njia za haki, katika mapito ya hukumu. Anasema niwarithishe mali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ana njia yake ambayo ni njia ya haki, ana uelekeo wake ambao ni uelekeo wa haki. Nje ya hapo hautokutana na kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine katika njia ya haki inatubidi tupite katika bonde la uvuli wa mauti. Ndio maana anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa nini? Wa mauti. Kwa mfano, labda upo kazini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo fulani ambalo sio la haki linataka kufanyika, na wewe unalazimishwa ufanyeje? Ulifanye. Unajua ndani yako sio la nini? Sio la haki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utasimamia, unaambiwa chagua kazi au kulifanya hili jambo. Utasimamia wapi? Mimi bwana na familia. Unaona? Ukishaanza kuwaza hivi, unatoka katika mpango wake. Kwa sababu inawezekana anakupitisha katika hili bonde la mauti ili adhihirishe ukuu wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lakini ukianza kujitazama wewe, ukianza kutazama namna zako, tayari unapita katika nini? Unaingia katika mtego wa ibilisi. Anasema katika njia zake kwa ajili ya jina lake. Kwa ajili ya jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Unanisikia vizuri mtu wa Mungu? Bwana Yesu anasema katika kitabu cha Yohana sura ile ya 14, anasema lakini huyo msaidizi atakapokuja, huyo Roho wa kweli, anasema atawafundisha yote. Atatufundisha yote. Atatufundisha yote. Atawakumbusha yote. Kwa wakati Mungu anataka kunipa uelekeo, wakati Mungu ananipa uelekeo wa kwenda fulani, sehemu fulani, ni kupitia Roho wa Mungu nitaweza kutambua. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wengi hawajui
kupata uongozi wa Roho Mtakatifu. Watu wengi sana, ili swala nimeliona na nimelijua. Watu wengi sana, hata wale ambao wanaonekana wanaomba sana, hawajui kusikia uongozi wa Roho Mtakatifu. Inawezekana hata wachungaji hawajui kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini yuko ndani yetu. Yuko kwa ajili ya kutufundisha yote. Yuko kwa ajili ya kutuongoza katika yote. Na njia yake siku zote ni njia ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni njia ya uzima. Unanisikia vizuri mtu wa Mungu? Haleluya. Kama unanisikia vizuri, hebu nyosha mkono wako namna hii. Kwa Mungu anataka kubadilisha maisha yako. Alibadilisha maisha ya Ibrahim. Leo hii tunamwongelea Ibrahim ambaye alikuwa si kitu katika familia yake, lakini amekuwa mtu mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Alibadilisha maisha ya Yakobo, alibadilisha maisha ya Isaka, alibadilisha maisha ya Yusufu, maisha ya Daudi. Huyu Mungu anataka kubadilisha maisha yako. Sio kwamba maisha yako ni magumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sio kwamba wewe umeshindikanika. Unajua kuna mtu anawezekana amejikatia tamaa, akiangalia kila namna aliyotumia anaoifahamu imekwama. Anaona kabisa nitaishia tu kama fulani. Maisha ndo haya. Maisha yetu ndo haya. Nisikie vizuri. Roho wa Mungu yuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Daudi alikuwa polini huko, mbugani, anachunga ng'ombe, kondoo. Inawezekana alikuwa ananuka kabisa. Unajua ukikaa na wanyama sana unaona kama nini? Nyama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu alimtoa kule, akamweka ikulu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Unanisikia vizuri Popote ulipo, hali yoyote ulionayo, Mungu anaweza kubadilisha hiyo. Na ikawa kila mtu atakaye kuona akatamani kuwa kama wewe. Naona wachache wanaoamini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kila atakayesikia habari zako akasema, la, maisha ndo yale, na mimi natamani kuwa kama vile. Lakini kuna njia yake. Amen. Haleluya. Mwezi wa 10 nitakuwa nafundisha kuhusu Roho Mtakatifu na ujazo wa Roho Mtakatifu. Jumatano hizi. Lakini pia Bwana Yesu asifiwe, tutakuwa na darasa la msimu mwezi huu wa 10. Usikose. Dunia imechanganyikiwa sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Majawabu ya kweli yanatoka kwa Roho wa Mungu. Nitakwambia mambo ambayo ukiyasikiliza yatabadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa nataka kupa uongozi, nataka kubadilisha maisha yako. Kwa namna gani ninaweza kutembea katika uongozi wa Roho wa Mungu? Andika hivyo. Kwa namna gani naweza kutembea katika uongozi wa Roho wa Mungu? Kwa namna gani naweza kulifanya kusikia kusudi la Mungu na kulifanya kufuata uelekeo wa Mungu? Haleluya. Unajua Roho Mtakatifu hata sasa anaongea. Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa Hata sasa ndani yako anaongea. Lakini umejiandaa kumsikiliza? Kwa mfano, Bwana Yesu asifiwe. Hebu kila mtu atulie kimya. Unasikia ifeni na nguluma hapa? Si ndio Inatoa mlio. Lakini inawezekana toka umekuja hapa ndo saizi umesikia kwa nini? Kamlio. Kwa nini? Ni kwa sababu umeweka usikivu katika kufanyaje? Kusikia. Ilikuwa inatoa mlio huo muda wote, lakini saizi umefanyaje? Umeamua kusikia, na umefanyaje? Umesikia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema ndani yetu mara nyingi sana, mara zote, kuhusu vitu vyote, lakini isipokuwa umeweka usikivu wa kusikia, uwezi ukamsikia. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali, tuangalie hapo, nawezaje kutembea katika uongozi
wa Roho Mtakatifu. Mithali 16 mstari ule wa kwanza. Tunaufahamu sana mstari. Siku moja Roho Mungu akaniambia, unajua hii ni siri ya kunisikia. Mithali 16 mstari ule wa kwanza. Anasema hivi, maandalio ya moyo. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Naomba turudie wote, kanisa la Bwana. Anasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Turudie tena, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Amen. Anasema maandalio ya moyo. Namna unavyoweka moyo wako ni kazi yako wewe. Kwa anasema maandalio ya moyo, mipangilio ya moyo ni ya kwako wewe. Ila anasema jawabu la ulimi latoka kwa nani? Kwa Bwana. Maana yake ukiandaa moyo wako kumtaka Bwana, utasikia. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema jawabu la ulimi linatoka kwa nani? Kwa Bwana. Andaa moyo wako, uweke tayari moyo wako kumsikia. Shauku ya moyo wako iwe kuongozwa na Bwana. Tunataka kupata uongozi wa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema shauku ya moyo wako iwe kutoka kwa Bwana. Nia yako kubwa, ndoto yako kubwa iwe kusikia kwa Bwana. Hakuna mtu atakayeandaa moyo kwa ajili yako. Hata Roho Mtakatifu hata kuandalia moyo. Lazima wewe mwenyewe uandae moyo wako. Semgia anasema mwanangu nipe moyo wako. Hachukui moyo wako. Anasema nipe. Hebu sema nakupa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema nipe moyo wako. Kwa ni kitu ambacho lazima wewe ukianze. Ni kitu ambacho lazima wewe ukitake. Ni kitu ambacho lazima wewe iwe shauku yako. Nipe moyo wako. Nipe moyo wako. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema nimemweka Bwana mbele yangu daima. Nimemweka mbele yangu daima. Maana yake ndiye kipaumbele changu. Ameandaa moyo wake. Anasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, jawabu la ulimi latoka kwa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tuangalie hapa. Mstari ule wa pili anasema njia zote za mtu. Anasema njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngoja nikuonyeshe. Anasema njia za mtu zote ni nini? Ni safi mbele zake. Kwa mfano hata wewe hapa una mipango fulani. Unawaza hapa nikipata hela fulani naiweka pale, napata faida hii natoboa, nanunua hiki. Ni safi machoni pako. Yaani ukiangalia unaona la, hapa tunapiga hela. Hapa nikipanda umpunga na hii hali ya hewa tunapata. Njia za mtu ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kila mtu huwa anapiga mahesabu, anaona mahesabu yake nini? Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Sema njia za mtu ni safi machoni pake. Njia za mtu ni safi machoni pake. Lakini angalia mstari huu, anasema lakini Bwana huzipima roho za watu. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema Bwana huzipima roho za watu. Bwana huzipima roho za watu. Kwa Mungu ndio anayejua yanayoendelea ndani ya mioyo ya watu. Na nisikilize, chochote kile tunachokifanya tunafanya na nani? Na watu. Si ndio eh? Kwa hiyo wewe unapiga hesabu. Fulani yule atafanya hiki na hiki. Fulani yule ataenda hiki na hiki. Fulani hivi na hivi na hivi. Njia zako ni safi machoni pako. Lakini mioyo ya wale watu Bwana ndio anayeipima
Anajua yule pale anataka kutapeli. Anajua yule pale amekusudia kukuzuia. Yule pale anataka kufanyia roho mbaya. Ndio maana mstari unaofuata anasema mkabidhi Bwana. Soma mstari wa 3. Anasema nini? Mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Rudia tena kwa sauti. Anasema nini? Mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Soma tena kwa sauti. Anasema mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Mwangalie jirani yako, mwambie mkabidhi. Mwangalie tena, mwambie mkabidhi Bwana kazi zako, mawazo yako yatathibitika. Haleluya. Kwa mimi nikiusomaga mstari, nasema njia za Bwana ni safi machoni pa mtu, lakini Bwana huzipima roho za watu. Nikabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika, kwa sababu maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Ukikabidhi kwa Bwana, yeye ndiye atakuwa mwangalizi. Sikiliza, anasema kama Bwana asipoijenga nyumba, yeye aijengaye afanya kazi bure. Kama Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye aukesha bure. Manake kama hujamkabidhi, hana sababu ya kujihusisha na hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana watu wengi huwa wanajikwaa. Ndio maana watu wengi huwa wanaishia njiani. Ndio maana watu wengi huwa wanakata tamaa, kwa sababu wanapiga maisha hesabu kwa akili zao. Wanafanya huduma kwa akili zao. Wanafanya maisha yao kwa namna wanavyoona kwa akili. Lakini lazima Bwana uzipima roho za watu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananielewa vizuri hapa? Sema Baba, na ukabidhi kazi zangu. Baba, ninakukabidhi kazi zangu. Baba, na ukabidhi watoto wangu. Baba, ninakukabidhi watoto wangu. Unaelewa? Ukifanya hivyo, unaona maandalio ya moyo ni mwanadamu. Kadri unavyofanya hivyo, unapoomba, unashuka kunyenyekea mbele za Bwana. Unasema Bwana, ninakupa hii kazi. Ninaikabidhi hii kazi. Ninakabidhi hili swala kwako. Nakabidhi hii mipango kwako. Utaanza kusikia uongozi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kadri unavyoendelea kushirika na yeye, kadri unavyoendelea kukaa na yeye, utaanza kuona wazo la Bwana. Shida ni kwamba kuna yale ambayo mambo huo unayataka wewe, na wewe unadhani ya kwamba ni mazuri kuliko mpango alionao Mungu kwako, na ukiyafuata yale tayari unakuwa umepotea, kwa sababu ibilisi huwa na namna nyingi ya kuongea na watu. Ukiyafuata yale tayari utajikuta umenasa. Ukiyafuata yale, anasema iko njia ionekanayo safi machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya nini? Ya mauti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu aliyekuwa na mpango wa kufilisika, ila tu alipiga hesabu, hapa ndio nifanye hivi, nikishanunua kile kitu, nikishafanya kile kitu, nitakuwa nimeenda mbele, nitakuwa nimefanya vizuri. Lakini hakumuhusisha Mungu. Ni akili zake tu, ni matamanio yake tu, ni mawazo yake tu. Kwa akishachukua tayari wanamwambia mpumbavu wewe, ngoja tukushughulikie. Wanamshughulikia. Yakishambana, Mungu wangu, mbona umeniacha? Haja kuacha, haukwenda naye, ulienda peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Mkabidhi Bwana, mwambie jirani yako mkabidhi Bwana. Mkabidhi Bwana. Acha kutegemea akili zako. Acha kutegemea akili zako. Jishushe mbele zake. Jishushe mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua watu wengi mambo ambayo wanaona wanayaweza, huwa wataki hata kusikia habari ya kuomba, sijui ya kumtaka shauri la Bwana. Ile swala shingapi? 20,000. Hii hapa. Imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu analiweza. Ile hali ambayo naona ni mlima, Baba, na kuangalia macho yangu, hii milioni mimi nitaipata wapi? Sasa kama ukuwa mwaminifu kwa Mungu wakati mambo madogo yanakuja kwako, ataonekanaje katika mambo makubwa? Unanisikia vizuri? Kama ukuwa na Bwana wakati mambo madogo unashughulika na mambo madogo, unataka tu aonekane kwenye hili jambo ambalo ni mlima. Hapana. Bwana Yesu asifiwe.